السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أوصيكم وأوصي نفسي أولا بتقوى الله عز وجل، فإنه الفائز من اتقاه. Awali ya yote namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala aliyetuwezesha mimi na wewe kukutana katika nyumba hii tukufu na katika viwanja hivi tukufu, si kwa jinginelo isipokuwa ni kukumbushana kama ilivyokuwa aya maarufu iliyoko katika suratul Ghashiyah. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala kumwambia mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, wadhakkir fa inna adh-dhikra tanfa'u al-mu'minin, kumbusha, hakika ukumbusho unawafaa wale wenye kuamini. Mlengwa si mwingine, ni mimi na wewe. Ndugu zangu, tukiwa katika viwanja hivi vitukufu, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, majtama'at qauman baytin min buyuti llahi illa nazalat alayhim as-sakina wa ghashiyatuhum ar-rahma. Watu wanapokuwa wamekusanyika, waumini wamekusanyika moja katika nyumba zake Allah subhanahu wa ta'ala, watu wale ushukiwa na rehma yake Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini si rehma peke yake, isipokuwa na malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala wametandaza mbawa zao kwa ajili ya kuwalinda watu hao. Lengo na madhumuni wao wanasikiliza neno lake Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, ametangulia ndugu yangu kuyasema aliyosema, na sisi sote twatambua tumo katika miezi minne mitukufu kama alivyotangulia ndugu yangu, miezi ambayo ni mitukufu mno na ni miezi ambayo ina mabora makubwa mno. Mwanadamu anatakiwa ajipinde kadiri ya uwezo wake kwa ajili ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, kuiokoa nafsi yake, kuiandalia nafsi yake yale baada ya kuondoka katika mgongo huu wa ardhi, ili nafsi hiyo ikaje kuyakutana nayo ile ambayo ilikuwa kiyafanya katika dunia hii. Ndugu zangu, hii ni fursa kubwa ambayo amepewa mimi na wewe. Wengi walitamani fursa hii kuipata, lakini kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala hawakujaliwa. Amejaliwa mimi na wewe. Ndugu zangu, masahaba wanapokuwa wakifika katika miezi hii mitukufu, akianza kiongozi wao ambaye ni bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, katika hadithi yake tukufu aliposema mambo manne ambayo yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuyaacha maisha yake yote. Moja katika hayo manne ni kuzifunga siku hizi ambazo tulizokuwa nazo sisi, na la pili ambalo hakuliacha Mtume ni rakaa mbili kabla ya kulala. Ndugu zangu, wewe kama mama mlezi wa watoto, kama mlezi wa nyumba, alivyosemea Mtume sallallahu alayhi wasallam, akasema mama mzuri, akasema mama aliyekuwa bora, al-ummu madrasa, mama ni shule, mama ni chuo, mama ni kioo kizuri ambacho huwa kila mtu anatamani akipate kioo hicho.
Lakini kama ilivyokuwa desturi na mwenendo mzuri, huwa mtu hakimbilii kibaya, anachagua kilichokuwa kizuri. Na siku zote mti wenye matunda ndo unapigwa mawe. Ndugu zangu, sisi hapa ni walezi katika nyumba zetu, na tutambue sisi ni wachungwa, tutakuja ulizwa. Alivyosemea Mtume sallallahu alayhi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Sote sisi katika majumba yetu, katika familia yetu, katika wale ambao tunawalea sisi ndio wachunga. Na mchunga siku zote huwa anaulizwa mapato na matumizi. Yale utakuja kuulizwa mapato na matumizi yalienda vipi, hutoulizwa na yeyote isipokuwa ni yule aliyekukabidhi jukumu hilo. Wewe, mimi na wewe tuna uhai mzuri, tuna afya iliyokuwa mzuri. Tujitahidi sana kuzitumia fursa hizi kama hizi. Fursa hizi zinavyokuwa zimekufikia wewe, zikakuta bado uko hai, tambua una jukumu kubwa. Ndugu zangu, utambue wewe utakuja kuulizwa kunako yale majukumu. Ndugu zangu, sisi hapa tukiwa katika mgongo huu wa ardhi, tunaifanyia kazi aya ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sikuomba majini na watu isipokuwa malengo makubwa na dhumuni la kuwepo yeye mwanadamu katika dunia hii ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Hizi ndizo fursa ndugu zangu, tusiziache hivi hivi zikaondoka tu bure bure. Sisi twatazama tu zinaondoka, ili mradi tu umefunga mlango, umefungua, asubuhi imeingia, jioni imeingia, khalasi, maisha yanaendelea. Malengo si hayo. Malengo ni kutazama wewe, mimi nimefikia hatua gani ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Leo hii mimi nimezaliwa mpaka leo nafikisha miaka 30 ama 15 ama 20 ama 40, vyovyote vile takavyokuwa, tathmini yangu ambayo natakiwa niifanye mimi, nijiangalie ni kiwango gani nimeweza kufikia mimi katika kumwabudu Allah. Kesho na kesho kutwa mimi naweza kuondoka, nitaondoka vipi? Maswali kama hayo huo unajiuliza wewe. Alqais man dana nafsahu wa amila lima ba'da almaut. Mwelevu na mwenye akili iliyokuwa salama kama tulivyokuwa sisi hapa ni yule ambaye atakaa chini akaituliza akili yake, akatathmini ni mangapi niliyotanguliza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Leo hii nikiweza kuondoka mimi, leo na familia yangu, Allah subhanahu wa ta'ala ashaniruzuku watoto 2 watatu. Watoto hao nimewapa malezi gani? Nimewaandalia vipi watoto hao waweze kuishi katika maisha bora? Mimi naondoka katika mgongo huu wa ardhi. Watoto hao nitakaoacha watakuwa ni matunda bora ya kuwanufaisha jamii. Kila mtu akawa anampigia mtoto wa fulani, unamuona jinsi alivyo. Ama ni wale ambao kila siku unawasikiliza mitaani huko, watoto wa ibilisi, watoto wamekuwa majambazi, lakini watoto hao hawajapenda kuwa hivyo. Jukumu lako wewe ni kama mzazi, umesahau majukumu yako, umesahau haki ya kumpa mwanao ili aishi katika malezi mazuri, awe ni kioo kizuri katika jamii. Wewe umekwisha ondoka katika mgongo huu wa ardhi. Ndugu zangu, tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atupe hidayah, atupe uono wa kufikiria mbali, wa kukaa chini tukaanza kuzitathmini sisi nafsi zetu sisi wenyewe, kisha tukatazama kile tunachokimiliki sisi kile ambacho tumeruzukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Tutambue kesho na kesho kutwa kuna maswali hayo yakija, nitayaweza kuyajibu vipi?
kama sijajiandaa mimi. Na tunatambua mwanafunzi akiwa na mtihani huwa yeye anajiandaa kabla ya mtihani ili aweze kufaulu katika mtihani ule. Lakini kinyume chake, mtoto huyo akiambiwa bwana rejea masomo yako, wewe uliambiwa kurejea na mwalimu ukiwa darasani, mtoto huyo akizembea, matokeo yake anakuja kufeli na hakuna wa kumlalamikia isipokuwa ni yeye mwenyewe. Wewe kuwa kama mfano wa mwanafunzi hapa duniani. Wewe ni kama mwanafunzi, upo katika mtihani, utambue mtihani huo usipojiandaa vizuri utakuja feli mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hamna kurudia mtihani. Ukishafeli umefeli, ukishafaulu umefaulu, isipokuwa ibaki tu ni rehema yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe ulikuwa Muislamu, una kalimatu la ilaha illa Allah katika moyo wako, ibaki tu ni rehema yake Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini mtihani umekusha feli, wewe makazi yako ushajua, bwana mimi makazi yangu ni motoni. Ushakunjuliwa kitabu chako, ushaonyeshwa ni mangapi uliyafanya katika dunia. Ukitaka kujitetea wewe mwenyewe utaletewa ushahidi kwa yale ambayo ulikuwa ukiyafanya tarehe fulani, siku fulani, ulifanya kadha wa kadha. Bwana mimi sikufanya hivyo, unakataa. Nafunuliwa kitabu, wewe unatembea hapa, una malaika wawili, mmoja anaandika mema yako, mwingine anaandika mabaya yako. Sasa kuwa makini katika masiku haya. Malaika wa mkono wa kulia awe ndiye ana kazi kubwa, lakini malaika wa kushoto usimpe nafasi ya kuandika chochote. Ndugu zangu, sisi tunayo fursa kubwa na hatujachelewa. Kikubwa tuziandae nafsi zetu kwa ajili ya kuyafanya yale ambayo ni kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Tutambue katika jamii hii tuliyokuwa nayo sasa hivi ni jamii ambayo imejaa machafu, imejaa kila uchafu na ufahamu wewe ambao hujafikiria katika akili yako, umejazana katika nchi hii. Nikutolee mfano kidogo, mfano ulikuwa mdogo. Leo hao wenzetu wakijenga, mtu anataka kuanzisha hoteli yake ama anaanzisha kituo fulani, amchukua mwanamke, hatomchukua mwanaume, huyo ana shida naye. Anamchukua mwanamke, anaenda kumvua stara yake, kumuondosha lile vazi ambalo amempa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu huyo hakutakii mema. Mtu huyo anakuweka wewe pale uwe kama gazeti, wewe umtangazie biashara yake, mambo yake yaweze kwenda. Lakini tambua wewe mwenyewe ndio unatakiwa kujitathmini wewe mwenyewe, nafsi yako, ukatambua mimi niko katika nafasi gani, nina cheo gani, ambacho fursa hiyo unatakiwa uitumie hapa, wakiwepo mashaikhe, walimu wako. Kaa chini uulize maswali yanayoendana na dini yako. Ulimwengu huu si chochote wala si lolote. Kesho na kesho kutwa unayaacha tu, utakaloondoka nalo ni moja tu, kama ilivyokuwa katika hadithi iliyokuwa safi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama mwanadamu anapokuwa ameondoka katika mgongo huu wa ardhi, anaondoka na mambo matatu. Akayataja kwa haraka, akasema jambo la kwanza ni watu wake, wale ambao wanakuwa wanamsikitikia mtu huyo baada ya kuondoka. Baada ya kuisha zaliwa watu wanafurahi, sasa anaondoka watu wanalia. Jambo la pili ni mali yake, mali ambayo ameitafuta kwa jasho lake, amepambana usiku na mchana, asubuhi na jioni, anaitafuta mali yake ili iweze kumkimu katika maisha yake, lakini nayo anaiacha pia. Jambo la tatu akasema ni matendo yake, matendo yake ndio anaondoka nayo. Akasema viwili vinarudi, mali yake na watu wake wanarudi.
Wewe mwenyewe ushabakia pale, litakalokunufaisha wewe ni moja tu. Uliishi vipi katika maisha haya ya dunia? Matendo yako ndio yatakufanya wewe uweze kufaulu katika mtihani wake Allah subhanahu wa ta'ala. Wale ambao tumezisahau nafsi zetu, tumeghafilika, turudi katika mstari, tutambue sisi bado tunayo nafasi. Yule ambaye ameondoka, amekwisha ondoka, umebakia wewe. Huyo ashamaliza yake, riziki yake ashamalizana nayo, umri wake umeshia pale pale. Wewe uliyebakia, masiku haya ni masiku matukufu mno. Jitahidi ndugu zangu, mama zangu, dada zangu, wadogo zangu, tujitahidi katika kuyafanya yale ambayo nafsi zetu zitakuja kuokoka mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala hamna chochote isipokuwa ni matendo yako. Hamna cha rushwa, sijui mume wako atakuja kusaidia, sijui mwanao. Hapana, wewe mwenyewe ndio utaenda kupambana na mtihani wako wewe. Siku hiyo hata mzazi atamkataa mwanae, siku hiyo utamkataa mumeo, na mume atakukataa pia, na mwanae pia atakuangalia kama hakujui wewe. Kitakachokunufaisha wewe ni matendo yako, mujibu wako ulivyoishi katika dunia hii. Ndugu zangu, turudi nyuma, tuzitathmini nafsi zetu, tuzifanyie ukaguzi nafsi zetu. Nani nimemkosea? Kitu gani sijakifanya mimi? Nani nimemdhulumu? Ili nirudishe haki yake. Ndugu zangu, kuondoka na mali ya mtu ama mtu hajaridhika na wewe kwa kutokana na mambo ambayo umemfanyia wewe katika dunia ni jambo ambalo halifai kwa Muislamu, na katana udugu haufai katika Uislamu. Sisi Waislamu ni umma mmoja, kama alivyotuelekeza Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, almu'minu lilmu'min kalbunyani yashuddu ba'dahu ba'dha. Muislamu na Muislamu wenzie ni kama mfano wa jengo. Msikiti huu unavyoona huu, upande mmoja ukiegemea sehemu fulani utaona wote unaenda hivi. Ukitengamaa uone wote utaona umekaa katika level ilikuwa mzuri, unaingia bila wasiwasi wewe mwenyewe ukiwa na amani kabisa. Msikiti huu umetengamaa. Sasa wewe muumini ni kama mfano wa msikiti huu, jengo. Msikiti huu bila shaka ni jengo hili, mnafahamu. Ni jengo lilokuwa madhubuti, kila mmoja anaingia bila wasiwasi. Muislamu na Muislamu ni kama jengo, yashuddu ba'dahu ba'dha, linatiliana nguvu baadhi yake kwa baadhi. Pande huko ukielemea huku unaumia. Kimwona ndugu yako Muislamu anamfanyia vitimbwi ndugu yake Muislamu, mwanamke anamfanyia vitimbwi mwanamke mwenzie, mkumbushe, usimwache hivi hivi akaendelea katika nani hayo. Ndugu zangu, katika hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kwamba yule ambaye atakuwa ni mwenye kukata udugu ndani ya masiku matatu, wakawa hawazungumzishani, wakawa wanapitana kama vile anaupita msikiti bila hata kutolea salamu, na msikiti wenyewe waweza kuja ndani ukaswali raka mbili, kama vile unapita katika pori fulani vile halina thamani yoyote, ukawa unapitana naye tu, unapita kama umuoni. Muislamu, huo udugu ambao unaukata wewe, umeonoa nafsi yako wewe, ukakataa kuondosha vinyongo kabisa katika moyo wako. Utambue wewe ambaye unafanya kitendo hicho utakuja ulizwa. Ndugu zangu, haijuzu kwa Muislamu kukata udugu, kutomsemesha ndugu yake Muislamu ndani ya masiku matatu. Hadithi sahihi imepokelewa na Abi Musa al-Ash'ari, imepokelewa kwa Abi Musa al-Ash'ari, ndivyo hivyo alivyonukuliwa
Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu, sisi hapa ni madhaifu mengi tuliokuwa nayo. Sasa tusamehane sisi baadhi yetu kwa baadhi. Mmoja wetu akiondoka hapa bila ndugu yake kuwa na radhi naye, yawezekana yakawa kwenda ni mtihani kwake. Mfano mzuri ni pale Mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa mtu Mtume sallallahu alayhi wasallam alipomuuliza mtu mmoja ambaye alikuwa amekushafariki, akasema huyu ndugu yenu ana deni? Kaambiwa naam, deni analo. Basi akasema msalieni ndugu yenu, muondoshane chuki nyinyi kwa nyinyi. Waislamu nyinyi, mimi sijakufundisheni hivi kwa mujibu wa maneno Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa kama wewe hujamsamehe ndugu yako Muislamu, wataka umsamehe nani? Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama alivyokwisha sifiwa na Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasan, kwa mtume wenu, kiongozi wenu, imekuwa ni kiigizo kilichokuwa kizuri, kioo bora ambacho mtu akikitazama anajiona mwenyewe na anafurahia sana kujiangalia katika kioo hicho. Ni bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwongozo ulikuwa mzuri ni mwongozo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala si mwongozo wa mtu yeyote. Hao wengine tu hao ni wakubabaisha. Yule ambaye anachukua maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaja kufikishia wewe, huyo ndiye anayechukua mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kama ilivyokuwa kioo chake. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tukikusanyika, walipokuwa wakikusanyika katika sehemu kama hizi, anatukumbusha sisi maswahaba wake ambao walikuwa nao, lakini ukumbusho pia unatufaa sisi. Ndugu zangu, sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa akikaa na maswahaba zake, wanakumbushana kunako mambo ya akhera. Mtume alikuwa hana haja na dunia. Huba yake kubwa, malengo yake makubwa ilikuwa akitazama akhera. Anajua katika maisha haya ya dunia ni maisha ya mpito, ni maisha ambayo yanahesabika kabisa. Leo hii sote sisi ni mashahidi. Mtoto anayezaliwa na mwaka mmoja anakufa. Mtoto anayezaliwa leo pia anakufa. Mzee wa miaka 100 anakufa, wa miaka 80 pia anakufa. Kuonyesha maisha haya ya dunia si lolote, si chochote. Huba yako kubwa ielekeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na hii ndiyo fursa tuliyokuwa nayo sisi. Tuzielekeze nafsi zetu, tuzinoe nafsi zetu katika kuyafanya yale ambayo yatanufaisha nafsi zetu. Ndugu zangu, mimi niishie hapa. Nikushukuruni sana kwa usikivu wenu na kwa uvumilivu wenu. Allah subhanahu wa ta'ala namuomba atujalie mimi na wewe ni katika wale ambao wanasikiliza maneno yake Allah na kuyafanyia kazi, na asitujalie sisi ni katika wale ambao wanasikiliza maneno yake Allah na kuyaacha pale pale walipoyasikia. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar.